najisikia vizuri. Kibinadamu unaweza kujisikia uchovu, lakini unatizama msururu wa wale wananchi wenye shida ambao unajiuliza mtu kakaa na shida kwa muda gani. Kwa hiyo kwa kweli unajisikia automatic, unapata nguvu mpya kuendelea kuwahudumia. Kwa hiyo kimsingi mimi najisikia vizuri kwa sababu napata nafasi ya kuongea na Watanzania, napata migogoro tofauti. Kuna nao washauri na kumaliza, kuna nao waelekeza nini cha kufanya, kuna nao waelekeza wakatimilize mambo fulani fulani, lakini kiujumla na uwasiliana nao vizuri, wanaridhika. Na mimi ni furaha kwa sababu kutoa huduma za kisheria mimi kwangu, na mara zote nimesema ni ibada. Kwa hiyo huwa ni jambo ambalo najisikia vema. Inatajwa katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 77 kama ilivyoelezwa katika ibara ya 13 ibara ndogo ya kwanza na ya 6. Ibara hii inahakikisha kwamba watu wote ni sawa mbele ya sheria na wanayo haki ya kulindwa na sheria bila ubaguzi wa aina yoyote. Ibara hizi basi katika fasili A inahakikisha kuwa mtu anayo haki hakikisha ya makosa ya jinai na anapaswa kupewa haki ya kusikilizwa kwa haki mbele ya mahakama. Na katika ibara hii ya 13 ibara ndogo ya 6 fasili B inataja kwamba mtu anapaswa kusaidiwa kisheria endapo hana uwezo wa kujitetea mwenyewe. Na hiki tumekiona kwa wanasheria wengi wa TLS na hao wa serikali wakishughulika kwa muda wote wa siku 8, na hasa hii kampeni ya Mheshimiwa Rais ya Mama Samia Legal Aid Campaign. Hali ya matatizo ya wananchi ikoje na ni matatizo gani ambayo yanafika kwa wingi sana katika meza yako? Matatizo makubwa au mengi ambayo nimeyaona, kwanza matatizo ni makubwa. Matatizo ambayo nimeyaona mengi ni matatizo ya ardhi, migogoro ya ardhi. Asili ya kwanza ya migogoro ni baina ya wanafamilia. Hii ni migogoro inayosababishwa na wasimamizi wa mirathi kukiuka wajibu wao, kutokufuata wajibu wao. Na mirathi nyingi za namna hizi zinakuja ni zile ambazo unaona marehemu hawakuandika wosia. Kwa hiyo msimamizi wa mirathi anaingia, anafanya vitu anavyotaka na kuumiza warithi halali. Mwingine anauza kila kitu, anaweka pesa mfukoni na kuondoka. Migogoro mingine ya pili niliyoiona ni ya asili ya double allocation. Kuna wananchi wamepewa hati, wamezilipia kwa miaka nenda rudi, kufanya maendelezo, anaambiwa hapa alikuwaga mtu, tuliwahi kutoka kwa mtu, tuliwahi kufanya nini. Ni baadhi ya migogoro ambayo nimeyaona. Migogoro hii inahusu watendaji hasa. Inahusu watendaji, na mimi nilikuwa naomba serikali ili kufanya fundisho. Pale mwananchi anapokuwa amepewa ardhi, lakini taasisi nyingine unakuta ni taasisi za umma, lakini mwananchi muda wote kalipa fidia. Taasisi za umma zinaweza ndio zitumike kuupanua mji, lakini wananchi ambao walishapewa hati wakatengeneza kwamba labda hapa nijikusanye, nikae, nizeeke, niwe katikati ya eneo hili, sasa nianze kujenga, kwenda kuomba vibali, mipango miji, anaanza kuambiwa hapa mwaka 80 hapa tulishawahi kutenga kwa ajili ya taasisi fulani. Nadhani sio vizuri. Kazi moja ya serikali na sheria ni kuleta furaha kwa umma. Yaani tunatunga sheria sio kusababisha maumivu, ni kuleta furaha. Kwa hiyo serikali yoyote inapotafsiri sheria ni ili kuleta amani, kuleta furaha, kuleta haki, ili kila mwananchi ajisikie sehemu ya taifa hili. Kwa hiyo nilikuwa naomba kwamba hii migogoro mingi ya double allocation inayosababishwa na watendaji, adhabu yoyote inayotaka kuchukuliwa isiguse wananchi. Tuhakikishe wananchi wanapatiwa ardhi ile, wanamilikishwa. Zile taasisi zipewe sehemu zingine. Na vile vile ni wakati sasa serikali kuwa na maadili. Kwenye mawakili tuna ethics, lakini je, wapimaji wana ethics? Wana regulatory authority inayosimamia ethics, maadili?
Inakuwaje hati mbili zitoke? Inakuwaje hati fedha ilipe fedha na zipokelewe serikalini? Ina maana serikali inaibia wananchi. Kwa hiyo haya ndio maswali ya kujiuliza kwamba kuna umuhimu wa kuwa na ethics committee au commission inayosimamia masuala mazima, kwa sababu tumeona sasa hizi serikali imeboresha. Leo nilikuwa naona hapa kuna utoaji wa hati za papo kwa papo. Ni jambo jema sana kiuchumi, kwa sababu ardhi ndio moja la rasilimali ya msingi kabisa ambayo kwetu Tanzania tunaweza tuki-quantify na kuipa thamani, tutapunguza idadi ya watu tunaowarifaa kama maskini tukiitambua ardhi kama tunavyotaka kufanya. Lakini sasa ardhi iwe predictable. Mwananchi anapopata hati kwa kuuliza tena kufuata mamlaka za kiserikali, manaka anajitafutia ulinzi wa kisheria, na serikali iziheshimu hati. Kwa hiyo namna pekee ya kuhakikisha hati ina maana ni heshima ya hati. Eneo likishakuwa na hati, tusitafutie tena mtu kumpa hati katika eneo. Mimi Mheshimiwa Mwabukusi, naziangalia sheria. Kwa mfano, sheria ya msaada wa kisheria ya mwaka 2017 ambayo ilitungwa kuimarisha mfumo wa msaada wa kisheria nchini kwa kuhakikisha watu wasio na uwezo wa kifedha wanapata huduma za msaada wa kisheria tena bure. Lakini kuna sheria ya mienendo wa makosa ya jinai CPA sura ya 20. Sheria hii inatoa haki ya mtuhumiwa wa jinai kuwakilisha wakili na mambo mengine. Lakini kuna sheria ya mawakili sura namba 341. Leo naona msururu mkubwa wa watu hapa, wengi wakiomba msaada wa kisheria. Tatizo liko wapi katika utendaji hapa chini? Tuelewe kwamba huduma za kisheria zina uratibu wake, lakini hawa wanaofanya hizi huduma zina gharama. Yaani huduma ni bure, lakini hakai bure, kwa sababu inabidi aishi, watoto wasome, avae, achapishe, aende mahakamani. Kuna wakati anahitaji usafiri, kuna wakati kunahitaji kuandaliwa valuation reports, kusupport vitu mbalimbali. Rai yangu kwa serikali, kama ambavyo sasa inafanya na Wizara ya Sheria ya Katiba na Sheria, ione umuhimu sasa wa kuwa bajeti maalum endelevu, ambayo katika bajeti hii kuliko tu tunategemea wafadhili kutoka nje ya nchi, serikali ione umuhimu wa kuhakikisha taasisi kama TLS, WiLDAF, Legal and Human Rights Center, CHRDC, taasisi zinazotoa hizi huduma paralegal, fungu linapelekwa ambalo litasimamiwa na serikali na likaguliwe kabisa na CAG, lakini kila mtu agawiwe lot ya angalau kwa mwaka. Tunatarajia huo umetoa msaada namna fulani ili hii huduma iwe sustainable. Nadhani umewaona wananchi wanatoka Munduli, wanatoka wapi, yes, hapa wanazunguka, wanataka huduma. Ina maana uhitaji wa huduma ni mkubwa kuliko uwezo wa watoaji wa huduma. Kwa hiyo kunahitajika idadi kubwa zaidi ya paralegals na uwezo mkubwa zaidi, kama ambavyo saizi wizara imeshirikiana na mawakili wa kutosha. Hapa kuna mawakili wa serikali, kuna mawakili wa kujitegemea, kuna maafisa wapo hapa watenda maamuzi, wao watoa maamuzi, ambao kuna baadhi ya maamuzi tunamwambia bwana, hili la kwako, kwa nini huyu mtu yuko hapa? Kwa sababu kuna baadhi ya migogoro tumeitatua hapa, mhusika anakuambia hili la kwako, kwa nini ardhi iko hivi? Mhusika anasema usifanye hivi, tunalipatia jawabu hapa. Lakini kliniki za namna hizi zina gharama, lakini serikali ijue faida moja ya kufanya hivi. Unaweza ukatumia gharama kubwa kutatua hii migogoro kwa kipindi kifupi, lakini baada ya muda mrefu ukaongeza muda mrefu wa wananchi kuingia kwenye kazi za kujitegemea, kazi za uzalishaji, maendeleo hapo sasa. Kwa hiyo unaweza ukafikiri ni hasara, lakini kumbe unaokoa wananchi laki ambao wakizunguka mahakamani kwa miaka 3
mgogoro kwa masaa manne. Huyu mwananchi anaenda kwenye uzalishaji, kazi za maendeleo zilizosimama zinaenda kufanyika. Kwa hiyo ndio maana tunafikiri kwamba ni muhimu serikali ione namna ya kushirikiana. Sisi kwa mfano kwa TLS kufanya jukumu hili, lakini lazima tujue mawakili ni kama askari. Kabla hujaendelea, jukumu lenu mliloingia na serikali ni mwanga mpya wa hiki unachokisema? Hapa hatua tumeanza ni hatua njema, na hasa kupitia Wizara ya Katiba na Sheria sasa imeanza kujenga imani. Unajua kuna ile hali ya kufikiri, kuangaliana katika hali ya hofu, lakini nadhani sasa inajenga imani kwamba kumbe wote tunaweza, kuna mambo mengi tunaweza tukafanya kuwahudumia Watanzania, na tukianza na mambo yanayotuunganisha, hata yale ya mambo yanayotutenganisha ni rahisi sana kuyapatia majawabu, kwa sababu kwa haya yanayotuunganisha tunagundua kumbe mbona tunafikiri pamoja, kumbe wote tunataka kuwahudumia, kumbe wote tunataka hawa hivi, ambayo ipo kisheria, ipo kikatiba. Kwa unakuta mkianza kwa namna hiyo, mwisho wa siku tutakuwa na professional bodies ambazo tukikaa kulitazama jambo kitaifa tunalipatia majawabu na changamoto, kiasi kwamba mimi naamini sekta binafsi na sekta ya umma tukakaa pamoja kwenye kila eneo proactively kama tunavyofanya hivi hapa, nchi hii haitaibiwa tena, nchi hii haitashindwa kesi kizee, rasilimali zetu zitafaidisha umma, tutazilinda kama ambavyo ibara ya 9 ya katiba yetu inasema. Kwa hiyo kinachokosekana katika taifa letu ni hofu, sio ya kweli, tunapandikiziwa. Tukiikataa na kujua kwamba maslahi ya taifa ndio kipaumbele chetu, kila mmoja atamuona mwenzake kama askari mwaminifu aliyoko kusimamia na kulinda maslahi ya nchi. Kwa hiyo tutashirikishana. Mheshimiwa Mwabukusi, namwangalia rais wa nchi kama kiongozi aliyejitanabaisha kutetea hiki unachokisema, hata kuamua kuunda, kuasisi jina lake litumike katika kutetea haki, msaada wa kisheria wa Mama Samia. Nini unamwambia leo na kuhakikisha kwamba mnaungana pamoja kusaidia wananchi? Asante. Mimi nachomwambia Mheshimiwa Rais ni kwamba changamoto kubwa ya nchi yetu, tuna mambo mengi sana mazuri yanafanyika, lakini tunachelewa kuyaingiza katika mfumo. Kwa hiyo akija mwingine ataona legal aid ya nini, mtu akajilipia, asipokuwa na nini acha anyang'anywe. Lakini kuna mwingine anajua pana, legal aid ni muhimu kwa sababu kuna mwananchi hawezi kupata hii huduma, serikali igharamie, ndio kama Mama Samia legal aid. Lakini tumekuwa na marais wangapi? Tumekuwa na awamu ngapi? 5. Nani ulimuona akishughulika kwenye mazingira haya? Amna. Kwa manake anaweza hata baada muda mwingine akaja mwingine astaki kitu kama hiki. Lakini namna ya kuweka legacy, ushauri wangu kwa rais, na legacy ya kumkumbuka rais, aone umuhimu wa Watanzania kupata msaada wa kisheria kwa njia ya uhakika inayotabirika, na kwa kupitia experience inayopatikana kupitia huduma hii, basi tuweke mfumo rasmi ambao uwe chini ya wizara, ambao serikali iainishe maina ya makosa na matukio ambayo mtu atahitaji huduma za kisheria kwa haraka, na iwezeshe kufikiwa kwa huduma hizo. Na siku zote nasema wenzetu wa vyama vya siasa wamekuwa wajanja, wao walishajipigia debe, vyama vinapewa ruzuku vifanye kazi. Kwa hiyo ni wito wangu vile vile kwamba taasisi hizi zinazotoa huduma wa msaada wa kisheria ni muhimu serikali ione haja ya kuziwezesha kupitia fungu, ili kuwe na uhakika angalau ile basics kwamba kwa kiwango fulani Watanzania wanapata hii huduma. Kwa hiyo mimi wito wangu aone kwamba moja ya jambo la kuliongeza, kwa sababu tayari sheria iko, aweke mfumo sasa wa kusapoti moja kwa moja kupitia Wizara ya Katiba na Sheria watoaji wa huduma wa msaada ya kisheria kibajeti. Mheshimiwa Mwabukusi, hili linawahusu nyinyi wanasheria na wale wanaosimamia haki mahakamani.
baadhi ya wananchi wengi wanalalamika kwamba wanaoshiriki kukandamiza ni baadhi ya wanasheria wachache na mahakimu au majaji mahakamani. Haya ni kutoka kwa wananchi. Ni miaka mitatu inakuja sasa, wewe kama rais wa chama cha wanasheria wote Tanganyika, nini wito wako kwa wanasheria nchini Tanzania kuhakikisha haki inatamalaki, wananchi waende kwenye amani, utulivu na maendeleo? Asante. Kwanza nataka nizungumze hili. Ni kweli tuna changamoto katika mfumo wetu wa haki, lakini tuelewe kwamba hakimu au jaji ana haki ya kuhukumu sahihi au kwa makosa kwa kadiri shauri lilivyo mbele yake. Wewe usielizika, haki yako ni kukata rufaa, na ni hatari mno tukianza kuingilia kama tukitaka ziamue tunavyofikiri. Na ndio maana mara zote tunataka mahakama ijitathmini, yaani mahakama iwe sehemu ambapo mkulima muuza ndizi anaweza akamlalamikia rais na mahakama ikatafsiri kwa kutoa haki. Ndio tafsiri ya mahakama. Lakini kwa upande wa mawakili, nitoe wito kwamba kazi yetu ni ya ethics, ni ya kimaadili. Kwa hiyo ni vema tuwaongoze ipasavyo wateja wetu. Hatuhitaji kujigeuza kuwa kubeba madhila ya wateja wetu. Tuwaongoze kisheria, professionalism. Zungumza ni kwa mawakili wa kujitegemea, kwa sababu mimi wote ni wangu. Mimi kuanzia mwanasheria mkuu ni mwanachama wangu. Mimi kwa mwanasheria mkuu ni kumshauri ailinde nchi kwa wivu mkubwa. Yeye ndio amiri jeshi mkuu wa mizinga ya kisheria, ahakikishe nchi inalindwa na kuwa salama mahali popote tunapozungumzia mikataba inayohusu maslahi ya nchi. Kwa DPP, mimi nilikuwa naomba atumie mamlaka yake na kuweka kliniki maalum kama hizi, ili kule mahakamani mahabusu tuna lundo kubwa la watu ambao hawatakiwi kwa kule. Kesi zingine ni ndogo mno ambazo tunaiingiza serikali gharama kubwa. Achukue hatua, wale watu warudi kufanya kazi huku, walipe kodi. Kuna watu wako kule wanalala kwa makosa ambayo hayatakiwi kuwa kule, makosa madogo madogo. Kuna makosa, mpangie mtu kwenda kufanya usafi soko la Kilombero, zibua mitaro ya mji, unazibua masaa matano katafute kazi ya kulea familia. Lakini utakuta tukosa tudogo, kifungo. Kwa unakuta watu wa viadhabu vya miaka miwili mitatu wamejaa kule. Kwa hiyo ni wito wangu kule tufanye kazi. Lakini kwa mawakili wote tujitahidi kuwatendea haki wananchi. Kazi yetu ni kazi ambayo inahitaji maadili na utu. Tusiwapotoshe wananchi, tusishiriki kupotosha haki za wananchi. Tusimame na kuwaongoza ipasavyo kisheria na tuwatetee kwa haki. Tusishiriki kwenye ushawishi wa rushwa, uonevu, kuiongoza vibaya mahakama, kwa sababu wakati fulani tunashiriki kuipotosha mahakama, iwe ni wakili wa serikali au wakili wa kujitegemea. Baada ya kumuongoza na kuiongoza vizuri mahakama, unaipotosha. Na kuipotosha kunaweza kuwa kwa njia tofauti. Ujiandae ipasavyo, kwa hiyo unakuwa una upungufu wa uwezo wa kitaaluma, au kwa makusudi unaficha ukweli fulani au uiambii mahakama.
mahakama inashindwa kutoa hukumu ya haki. Na kwa mahakama, ni wito wangu ijilinde na ilinde ule utu na hadhi ya kimahakama kwa wivu mkubwa sana, ili kila mtu aone kwamba nikionewa nitakwenda mahakamani na nitapata haki yangu. Wananchi wakishakuwa na imani na mahakama, hakuna vita yoyote inaweza katokea ndani ya nchi, kwa sababu kila mtu anajua kwamba I'll get my redress. Nitaenda mahakamani, nitakushtaki, utanichelewesha lakini utarudisha haki yangu, na ikiwezekana kwa gharama. Kwa hiyo niambie tu mawakili wenzangu kwamba tuna wajibu mkubwa wa kuhakikisha kwamba ule mlolongo wa haki tunakuwa mawakili wema wa kuulinda, kuutunza na kuuenzi, ili mwisho wa siku tuwe na taifa ambalo Watanzania wana matumaini, kwa sababu malalamiko mengine tunayopokea hapa ni ya mawakili. Na nikisoma kweli na kuona wakili unaharibu haki za watu, utekelezi wajibu, au unajua wananchi kwa sababu ya kutokujua kwao sheria, basi unatumia vibaya. Sisi elimu yetu ni kuongeza thamani ya furaha ya wananchi katika utawala bora, haki za binadamu na ulinzi wa utu na hadhi za wananchi, sio kudhulumu, sio kupotosha, sio kukandamiza, na sio kushiriki katika kudhulumu na kunyonga haki za wanyonge. Na ni watoe wito wangu kwa wananchi wasisite kuendelea kuleta malalamiko yao. Tuna kamati za maadili, tunapokea, tunasikiliza, na tunaweza kutoa ushauri wa wakili au ndolewe uwakili tukiona kwamba hatekelezi wajibu wake, na labda ameshawahi kuonywa na haelekei kutii. Tunaona huyu sio mwenzetu, anatuchafulia hadhi yetu, huwa tunamnyang'anya. Kwa hiyo wananchi hapo, kwa wananchi hapo, kwa sababu tumesikia wananchi wengi wakilalamikia juu ya hicho, kwamba mwingine amesema wapo mawakili hapa wamesaidia mimi kunyang'anywa haki. Rudia hiyo. Wakili anatakiwa atende kwa mujibu wa haki na sheria. Mwananchi yoyote anayetendewa vibaya na wakili aje kwenye kamati yetu ya TLS ya nidhamu ya mawakili. Tunayo. Huyu wakili anatakiwa afutiwe uwakili ikithibitika tu madhidi yake. Tuna adhabu zikiwemo kufuta uwakili wa mawakili wa namna hii, ili wananchi wawe salama. Kwa hiyo msiogope wananchi kufika kwenye milango ya TLS kuleta malalamiko. Tuna ofisi zetu kwenye kila mkoa. Fika pale, lete malalamiko. Na usipotendewa, tafuteni mawasiliano yetu, tupigieni kwamba sijatendewa haki au sijasikilizwa. Tutaingilia na kuhakikisha haki inatendeka. Wananchi wako wengi sana leo wakikusubiri. Sisi tunakutakia pongezi, na wanasheria wote waliokuwa hapa tangu siku hizi 8 mko hapa, na tumeona mkiendelea katika mikoa mingine. Mungu awabariki sana. Tunaona wengine wanakuja na jazba, wanaondoka wanatabasamu, lakini tunawatakia pia afya njema, muendelee kuwahudumia wananchi. Shukrani sana Rais wa TLS. Mungu awabariki sana na wanasheria wote. Asante sana. Asante.